Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ametujalia kushinda kombe la jamii, lakini pia ametujalia tena kushinda mara ya 6 mbele ya mtani. Ilikuwa jambo zuri kwa sisi kwa sababu mara 5 ambazo tulimfunga, leo mechi ilikuwa tofauti kidogo kwa sababu tulikuwa na benchi kwa fundi mpya, tulikuwa na wachezaji wapya kwenye timu na timu yetu ilikuwa haijakaa pamoja kwenye game toka pre-season imeanza. So somehow ilikuwa mwalimu changamoto waunganisha wachezaji ambao walikuwa kwenye national team na wachezaji ambao walikuwa kwenye timu yao. Kwa hiyo tupongeze mwalimu, licha ya umuhimu aliweza kuja na plani nzuri, plani rafiki ambazo zimethibitisha ubora na ukubwa na quality ya timu. Ingekuwa ngumu kiasi gani pengine na nyinyi mkiingia kwenye mchezo leo mko na pressure kwa sababu tayari mko ni title yule muongo. Sisi hajakuwa na pressure. Yule muongo anatafuta maneno ya kudanganya watu. Young Africans huwa inaishi kwenye pressure yake yenyewe kwa maana ya kupata mafanikio. Jana haijawahi kuwa na pressure kucheza mechi hizi sisi. Yule muongo ambao ameutamka hadharani akiamini kwamba anacheza mind game yake. Uongo. Sisi pressure yetu ilikuwa ni kubakia kwenye ubora wetu, sio pressure ya kumfunga Simba. Ilipofika sasa hivi Simba hawakutengeneza steward yao wakiwa 11 tunapata matokeo yao. Hakuishia kabisa. Ilipofika sasa hivi Simba hawa steward wa Yanga unaona tukawatengeneza 11 beli kwenye mkapa wanashinda mechi vizuri. Wala hatuna pressure nao. Tofauti wa Simba wamekutana msimu hii mwaka huu ni mbovu zaidi. Hiyo ni fact sana. Wewe unabishana lakini ukweli. Simba mwaka huu ni mbovu zaidi kuliko ya mwaka uliopita. Ni mbovu kwa sababu hata wapo hawana quality ya kucheza. Ndoto yangu ya kufikisha mara 10 furaha ya kumfunga Simba inazidi kuiona. Hii mara ya 6 imebakia 2 kwa maana ya ligi kwa 8. CRB naomba wasitukimbie ziwe 9, alafu moja tutaitafuta hata ya sherehe ya siku ya kucheza sana. Tucheze moja ya kupongezana. Kwa sababu walikuwa kwa sababu ya kumfukuza kocha tumewapa leo wakishamfukuza tucheze mechi nyingine ya kupongezana sisi na wao. Kiwango cha Diarra namna ambavyo alianza mchezo leo Diarra hii ni quality yake. Ni mechi kubwa ya Afrika tuna wachezaji wakubwa kusaidia kushinda. Hii quality yake na ameonyesha utulivu mkubwa. Lakini anaendelea kuprove kwamba wote mnaosema Diarra anafanisha matokeo mengine. Ngome kama hizi Diarra huwa anaonyesha ubora wake. Kwa hiyo tunajivunia sana. Ni vile tu kwenye mechi kuna maana ya mechi mmoja. Lakini pia Diarra anastahili hiyo pia kwa maana ya mechi bora kabisa. Lakini pia Duke Abuya anastahili pia kwa maana ya mechi. Azizi Andabwile. Naomba nipige kwa niaba ya hao watu. Naomba nipige magoti. Acha tulikombe. Kwa niaba ya hao watu. Naomba nipige magoti ya kumuomba msamaha Azizi Andabwile. Tanzania hii ukiondoa Othman Idi Chuji hakuna kiungo mwingine mwenye utulivu mzuri pale chini kama Azizi Andabwile. Leo alikuwa anakaba, alikuwa anapasia, alikuwa anaendesha timu, anafanya tackling, anapanga timu yake vizuri. He is one of the best kwenye mchezo wa leo. Nimepiga magoti kumuomba radhi Azizi kwa ajili ya Watanzania wote. Nimepokea message nyingi sana lala kutoka. Vipi, lakini amewaonyesha na mwalimu kaonyesha yeye alikuwa anakiandaa pale Afrika kupitia Azizi Andabwile. Naomba nisimame. Simama. Semaji turudi kwa Dombia. Ulikuwa ukiwaambia kusema Dombia leo amemwona